Bana, nipo katikati Msimbazi na Uhuru huku gerezani. Lakini bwana imekuwa bahati. Bana, kumekucha. Leo kumekucha. Leo ndo ile siku ambayo ya finali. Lakini nimekutana hapa na striker hatari. Uzuri wa Kariakoo, kila mtu lazima aje Kariakoo. Hii ndio Kariakoo. Striker hatari. Nsa Jobu Maina. Kumbukumbu yangu mimi nakumbuka Mwanza Kidude ilikuwa 1-0 mechi ile. 1-0. Wewe ndio ulipiga nafikiri ulifunga Tegete kufunga. Tegete nilimpa pasi. Faulu cheza wewe. Bana, niko na Nsa Jobu Maina. Bana, kwanza mambo vipi? Mambo vipi? Bana, mechi ya leo nafikiri umecheza dabi kama ngapi? Umecheza dabi 4 I think so. Dabi 4. Okay. Dabi ya leo nafikiri anaishinda, yani Simba akishinda bingwa. Yanga akitoa draw tu bingwa. Inakuwaje? Yani mpira ni mchezo wa ajabu sana, kwa sababu ukisema kwamba fulani anashinda itakuwa tunabahatisha, lakini mimi naamini kwamba yeyote ambaye kajipanga anaweza kushinda. Lakini katika tactically kuna wachezaji ambao wako sahihi kwa kipindi hiki, so mimi naamini yeyote anaweza kushinda. Sawa, nazungumzia kwa sababu mechi ya leo ugumu wake achana na kuwa dabi. Yani kama finali. Sawa. Lazima kuna ugumu mwingine kwa sababu imekuwa kama finali, ndio ugumu mwingine umeongezeka. Kwa sababu Simba na Yanga pekee yake tu kuna tension ya game. Au uoga mnalala vizuri. Mimi naamini sasa hivi ule ulikuwa ni mpira wa zamani, lakini mpira sasa hivi watu wanalala wanacheza, kwa sababu mpira sasa hivi umekuwa tactically ni mpira rahisi sana. Sasa ndio maana mimi naona kwamba kwa washabiki huku nje ni mpira ni mechi ngumu, lakini mimi naona uwanjani itakuwa mechi ya kawaida sana, kwa sababu mimi naamini ambaye kajipanga na walimu wa kisasa ndio wanashinda. Nsa Jobu Maina, mtu kweli. Ulikuwa ukitanguliza pale, unawakusanya 4 watatu. Mimi ni macho yangu yameona. Kwa bahati mbaya katika watu ambao nimecheza mpira leo umeniona ni mmoja wakati wala soma jitegemea, mimi nasoma Makongo. Au soma unanijua vizuri, sio kama mtu mwingine. Lakini Nsa unakaa kama vile umepenya. Kama vile umepenya. Kivipi? Ni kama vile umeshinda vita kimaisha. Kabisa unaonekana vita umeshinda. Lazima ujue katika kuna stage unafika, lazima ujue unatoka stage moja hadi stage nyingine. Ukilijua kutoka mwanzo hamna tabu hiyo. Unawaambia nini wa Tanzania kuhusu kama kawaida? Unawaambia nini wa Tanzania kuhusu dabi ya leo? Mashabiki wa Simba na Yanga wote kwa jumla. Mimi naamini leo ambaye kajipanga na wachezaji wakiamka vizuri yote anashinda. Mimi siamini kwamba fulani anashinda, lakini mimi naamini yote anashinda, kwa sababu Simba nimeona mechi kama 3, Yanga nimeona mechi kama 3. Tactically wote wanafanana pamoja. Kuna sehemu ambazo ni walimu ndio wanajua zaidi, pamoja aggressive ya Yanga iko sahihi sana katika kufunga, na Simba katika midfield wako vizuri. So yote anaweza kushinda, lakini mimi naamini yani leo mtu yote anaweza akaondoka na furaha. Na kukumbusha kwamba leo ukipigwa ni mechi ya 5. Wapo mbadilisha kauli. Yani ni kumbukumbu ninayo sana. Si unanielewa? Kumbukumbu ninayo, lakini usitegemee. Kwa sababu gani haitokei? Kwanza ujue mechi ya leo ya kisasa. Tuna hasira na yeye. Yani ndio umemchokonyoa nyoka. Maana yake ile mechi ile. Maana yake leo atake asitake, lazima tuchukue ubingwa kwenye mikono yake. Anatupa mwenyewe tena. Anatupa yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe anatupa. Hizo suti zao anazotengeneza hizo ndio anatusherehekea sisi. Hizo suti wametengeneza suti. Wacha atengeneze suti. Tutachukua ubingwa kwenye mikono yake. Hapa linakuja ubingwa mara 4 mfululizo. Hicho kitu hatukuhitaji. Na ndio maana umeona tuna wiki nzima tumefanya ubaya. Mazoezini hatujaenda, wala kwenye mechi pitini hatujakwenda, na hapa tunavyokuambia uwanjani tutaingia kimya. Na uwanjani tunakwenda. Mmefanya ubaya? Tumefanya ubaya. Mechi ubaya? Ndio mnaofanya. Na hivi ninavyokuambia uwanjani tunakwenda na tunachukua ubingwa, tunakwenda kimya na ubingwa tunachukua.
achukue ubingwa mara 4 mfululizo. Sisi tumwafanyia ubwela, hawatakuja kuisahau maishani mwao watu wa Yanga. Simba tunawapiga Yanga leo, kitaeleweka tu. Ubaya ubwela, ubaya Kwa leo mmechukua ubingwa leo. Tunachukua. Mweke maneno ya akiba. Subiri. Mweke maneno ya akiba. Sikiliza, huwezi kuchukua ubingwa kama hujamkaba huyu mtu. Angalia. Huyu jamaa na jina lake. Umeona? Umesikia? Huyu na jina lake. Hapa Tanzania tunamuita MRI. Unajua maana MRI hiyo? MRI unajua? Wanapima vipimo vyote. Ubaya. Kazi unayo, anapima vipimo vyote. Huyu hapa huyu. Unamuona huyu? Mwamba huyu hapa. Huyu hapa. Unamuona nani kwanza? Kibisa, huwezi kuchukua ubingwa bila kumkaba huyu. Leo kama kawaida ubingwa kwanza. Kadi nyekundu. Umesikia? Kadi nyekundu. Waucho anachukua kadi kwa huyu. Yule mzee kule mzee. Leo tutachana na msondo ngoma. Wazee bendi na vijana leo. Tuko kimya. Songesha FC. Leo tunataka kutangaza ubingwa mbele yao. Wao walifanya wanadeka mpaka mama anafanya maamuzi. Sasa leo tutawagonga uwanjani. Songesha FC.